Ya mchezo umetamatika, mchezo wa CRDB, mchezo wa hatua semi-final umemalizika pale CCM Kirumba Mwanza. Watani zetu wamekufa, Zofu Real wamekula chuma 3 kama walizopigwa na Dodoma Jiji. Chuma 3 zimeingia kambani. Diala na ubora wake wote, kila kitu kimeenda sawa sawa. Ameamua kuokota kunyavu mara 3, lakini pia goli la 3 assist kitoka kwa mchezaji wake. Kama alikimbia mechi kule uwanja wa Airtel alikofungwa goli 3, Mwamnyeto akajifunga, alikuja akalevel scoreboard, lakini baadaye akaongeza goli la pili. Leo tena kwenye uwanja CCM Kirumba pale pale nyumbani kabisa kwenye kitovu chao. Beki mwingine katili. Beki katoka kwenye koplo, amepandishwa cheo, sasa hivi ni sergeant. Ameenda ametoa assist ya goli la 3 na akilala chini akionyesha ameumia sana, lakini Diala ameonyesha ameumia mno, lakini atafanyaje? Ndio beki wake tegemezi, ndio beki yake kipenzi, atafanyaje? Maana kule alijivunja akajitoa. Leo ameshindwa kujivunja, ameamua kubaki kwa sababu na dakika zenyewe za mwisho amalizie tu mechi. Kwa hiyo mimi naamini binafsi nyuma mwiko walistahili kufungwa, na sio hii tu, wanastahili kufungwa michezo yote ya NBC Premier League iliyobaki, kwa sababu wana mchezo dhidi ya Azam tena tarehe 24. Maana kituo kinachofuata kama ni leo usiku wanasafiri wote, kesho wote wanavuka maji wanakwenda Zanzibar. Lakini kama wanarudi kesho, mimi naamini kesho hiyo hiyo wote wanasafiri kwenda Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa tarehe 24. Naamini binafsi hiyo mechi tena kuna watu watangua vilio vingine. Sasa hizi watu tuandae mahema. Kuna watu saizi washaanza kupata stoko. Tuandae mahema jamani msimu huu, kwa sababu bado wana imani, bado wana fikra kwamba wanaenda kuwa mabingwa msimu huu. Tuwaambie tu, ubingwa ndio tayari wameshauaga. CRDB wameondosha Azam, tunaenda kumalizana nao, lakini wao pia wanaenda kumalizwa tena na Azam pale kwenye mchezo wa tarehe 24. Hawatoachwa salama, yani vovote atakavyofanya. Mimi naamini kocha huyo ndo atafukuzwa pale, atapewa mabegi yake, atarudi kwenda kufanya kazi yake, sababu taarifa tulizokuwa nazo yule kocha ni fundi simu kule Somalia. Kwa hiyo taarifa nilizokuwa nazo baada ya mechi hiyo tarehe 24 usiku atapanda ndege pale pale moja kwa moja safari ya nyumbani kwao Somalia. Hatorudi hapa Terminal 3. Kule kule atapanda ndege kule kule visiwani na kuondoka kwao. Kwa mimi naamini binafsi huyu sio kocha, na tuliwaambia mapema. Wao wanamtingia kifua kiongozi wao kwamba ajifiche fiche. Haya, mmemuondoa yule kocha. Kocha ana shida gani? Kocha toka amekuja kufungwa mechi zote sare, leo anaondokaje? Maana hii leo inadhihirisha kwamba huyu sio kocha. Kuna mapindi alikuwa anapiga magoti. Unapiga magoti unasujudi, unaomba dua, kwani wao waombi dua? Mwisho wa siku refa anaenda kuchezesha ule mchezo na matokeo yake mfukoni. Sheria 10 kaziacha nyumbani, kaenda na sheria 7. Na ndio maana juzi tuliongea kwenye mchezo wetu zidi hapa kwamba hawa waamuzi hawastahili kuchezesha ligi hii, na kama ikiwezekana msimu ujao ikiwapendeza waamuzi tuwakodi kutoka nje. Wao wanalipwa, lakini wao wanatoka nje ya taifa letu, kwa sababu hatuwezi kuwa na waamuzi wanaendelea kula kozi kila siku, wanakula pesa zetu za nchi, alafu wanashindwa kufanya lolote la maana. Hizo pesa ambazo zinaingia kwenye shirikisho ni bora zifanye kazi nyingine. Mwamuzi umetoa umeme kwa Azam, na kweli Zairi Shairi ulikuwa umeme wa wazi, kwa sababu alimvuta na yeye ndo alikuwa mtu wa mwisho, haina ubishi, hakuna analalamika. Lakini pia Baka akafanya tukio hilo hilo, kamvuta mtu huku na kangangania kabisa, kamtia roba, lakini hakuna lolote. Fair challenge, watu waondoke. Kuna mpira hapo, si atakuwa madudu haya? Maana hii ligi itakuwa ya namna gani? Haya mashindano tutakayocheza atakuwa namna gani? Na ndio maana mpaka sasa hivi dabi zote zinachezwa hizi kubwa, waamuzi kutoka nje, kwa sababu tayari waamuzi wa ndani wanashindwa kutofasiri sheria. Tunachokiamini mimi sio kushindwa kutofasiri sheria, hawa waamuzi ni wabovu. Kwa sababu wewe tukio lile mtu kamngangania, kamkaba, uone kwamba ile foul na nje ya boxi, maana yake tayari ile kadi nyekundu na foul ipigwe, anaacha. Maana yake nini? Ili uwabebe Yanga. Sasa umebeba, lakini mwisho wa siku mzigo wa misumari umekuangukia. Hawabebeki hao. Au kama zigo la kinyesi tu, unalibebaje zigo la kinyesi? Wewe ukilipita pita pembeni, huwezi kupita karibu na zigo la kinyesi. Hiyo timu haibebeki. Unabeba watu wako Zofu Real. Unabeba namna gani? Na nimwambie Ibenge, acha familia. Kama unataka kufanya kazi Tanzania, acha ufamilia. Muda wote utaki kufanya sabu. Kwa nini usifanye sabu? Hizi sabu ungefanya mapema, au gongo wazi hata goli moja wasingepata. Mechi alikuwa anamaliza ndani ya dakika 90. Asingeenda kwenye extra time, angefuata nini? Lakini alikuwa hataki kufanya sabu mpaka wachezaji wake anaenda kumshindikiza, ndipo anaenda kufanya sabu. Anafanya sabu, wanaingia kina Chitambala, wanakuja kumaliza ile shughuli. Angefanya sabu mapema, haya yote angemkuta, yasingemkuta. Kwa hiyo alitaka kuwapa matokeo ndugu zake, lakini mwisho wa siku imeshindikana. Mwenyezi Mungu akipanga amepanga, huwezi kupangua. Azam wale hatua finali tena kibabe, wanashinda goli 3, sisi tumeshinda goli 4-0. Hatujaruhusu goli. Wao wanaenda kwenye finali wakiwa wameruhusu nyavu zao kutikisika mara 2. Sisi ndio Simba Sports na sisi ndio Ubaya Ubwela. Tukutane kwenye uwanja ambao utapigwa finali. Mimi naomba hiyo mechi, narudia tena, shirikisho ikiwapendeza, finali isipigwe kwenye matuta. Finali pelekwe Gombani Pemba, tukaenjoy, kwa sababu Azam pia kule ni kwao. Twende kule, ule uwanja unatumika kwenye AFCON msimu ujao. Kwa hiyo tukienda kupiga finali kule Gombani, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Tutaenda kutengenezea mazingira ule uwanja kwamba uko tayari kwa ajili ya mashindano. So finali kaenda kupigwa sijui Tabora, sijui peleke labda Songea huko. Hamna viwanja huko.
Kama CCM Kirumba uwanja unaona nyasi zimekauka zile. Sheikh Abed Arusha unaona nyasi zimekauka. Uwanja bado sio rafiki. Mechi ya finali tupelekeni Gombani. Tukakiue kule Gombani kwa sababu kwa Mkapa pichi imetimuliwa pale. Bado haiko sawa sawa. Uwanja Uhuru bado hajafunguliwa na wenyewe una pichi safi. Tupelekeni Gombani kule. Twende tukakipiga kule ili tuambie Lambalamba, mlitufungaje kwenye ligi? Tunataka tukalipe kisasi, alikiswaswa haki. Tupelekeni Gombani tukamalizane nao. Lakini nyuma mwiko ageni ubingwa mapema na uchaguzi wenu msimu huu. Na uona kabisa uchaguzi wenu utaenda kufanyika Marekani ama Uingereza ama Somalia, lakini uchaguzi hauwezi ukafanyika kwenye ardhi ya Tanzania. Wewe umekosa makombe au utawaambia nini? Umewaahidi uwanja ndani ya miaka 4 kabla ya malizo utajenga uwanja. Uwanja hujajenga. Wewe utakuja na sera gani msimu mpaka kupigia kula? Kwa hiyo naamini uchaguzi huo labda upigike kwa njia ya mtandao. Yeye yuko Dubai huko, watu wanapiga kwa simu. Labda ndio utatimia. Lakini waende wakakae kwenye ukumbi wapige kula. Sidhani kama itawezekana. Na kati kile ambacho ulichoahidi kuwafanyia hujafanya na ubingwa ukose. Uwanja umewaahidi unajenga mpaka sasa hivi uwanja hakuna. Saizi kipengo kitapigwa watu wanaanza kugombana huko. Wanapiga kula huko kwenye matawi. Ili waje watu waje wakuteue ukawe tena kiongozi. Upambane. Ukikosa ubingwa wa NBC Premier League, basi wewe binafsi uchaguzi ukafanyia nje ya nchi. Sio hapa huwezi kutoboa. Kina namna hii huwezi kutoboa. Kama waamuzi wanakuja kabisa na matokeo kwamba lazima nyuma mwiko aende finali. Na ungemtumbukiza finali huyu. Maana ndio tulikuwa tunamtaka. Lakini Azamu ndio hivyo tena. Wameamua kutuharibia. Sababu leo tulikuwa tunasema leo usiku wa zawadi. Usiku wa zawadi maana atakuwa apewe vyombo na kila kitu. Kwetu sisi huko hakuna chombo chochote. Kwetu sisi atakuja kulala. Hakuna chombo chochote huko nakuja kulala. Lakini mwisho wa siku Azamu wametuharibia mshangazi wetu. Mshangazi huo umeondoka. Sasa kama mshangazi umeondoka, sasa tuenda kulabata wapi? Sasa tuenda kuenjoy wewe. Sisi msimu utakuwa tuwapige hawa mara 5. Ndio ilikuwa malengo yetu makubwa. Lakini kwa sababu kwa hasira tukikosa nyama, sisi hata majani tutakula. Kwa hiyo lamba kazi unayo. Utake usitake, jiandae kushenyeka. Tutakupiga kwa roho mbaya. Sababu tulikuwa tunataka mshangazi wetu umemkimbiza. Hatutokuacha salama. Sisi ndio ubaya ubwela na sisi ndio Simba Sports.